Moja ya kitu ambacho tutakao kukijua baada ya sare hii ya TRA dhidi ya Simba leo ni kwamba mechi ya Simba dhidi ya Yanga ambayo itacheza Mei 3, wawili hao watakutana wakiwa wamepishana pointi 5. Endapo timu zote zitashinda mechi zao hizi kabla hawajakutana. Maana Yanga next game anacheza dhidi ya Mbeya City ambayo Yanga yeye atakuwa nyumbani akiwa na kumbukumbu ya kupoteza pointi 2 katika mzunguko wa kwanza dhidi ya Mbeya City. Huku Simba yeye atacheza dhidi ya Fountain Gate, alafu ataenda kucheza na Namungo. Mechi zote hizo atacheza ugenini. Let's say Simba ameshinda mechi hizo mbili, gap itakuwa ni pointi 5 yeye na Yanga. Unakumbuka wakati wanakutana katika mechi ile ya kwanza ya Machi 1 walikuwa na gap la pointi 5. Na wakikutana tena katika hii mechi ya marudiano, kama kila mmoja atashinda mechi zake, watakuwa na gap la pointi 5. Hii maana yake nini? Hii maana yake kwamba hakuna kitu chochote ambacho Simba atakuwa amekifanya, kwa sababu gap ilikuwa la pointi 5. Licha ya Yanga ku drop point baada ya kupata sare kadhaa, Simba itakiwa kutumia hiyo nafasi ku close gap, lakini hajafanya hivyo. So watakapoenda kukutana Mei 3, hawa jamaa atakuwa wamepishana pointi 5 kama alivyokutana mara ya kwanza. So Simba hamna kitu ambacho atakuwa amekifanya. Hiyo inaipa nafasi kubwa Yanga kutetea ubingwa na kushinda ubingwa kwa mara ya 5 mfululizo. So ni habari mbaya kwa Simba kwa sare hii, kwa sababu walitakiwa kushinda mechi ya leo ili wa close gap na washinda na kiporo chao kingine, lakini hawajatumia nafasi hiyo ku close gap kwa Yanga. So ni nafasi nzuri kwa Yanga sababu anaenda kukutana na Simba akiwa na gap la pointi 5 ambao endapo akipoteza bado ana faida ya pointi 2. So nafasi ya Yanga kuchukua ubingwa ni nafasi kubwa sana kuliko Simba baada ya ku drop point katika mechi ya leo dhidi ya TRA.